우리 예배하는 중에 최고의 새은혜의 길을 주의 이름으로 축복합니다. Nawabariki kwa jina la Bwana katika ibada ya leo muweze kupata neema kubwa mpya. 예배 드릴 때 무슨 일이 벌어집니까? Tunapoabudu mambo gani huwa yanatokea? 눈에 안 보이는 성삼위 하나님의 역사가 이루어지는 겁니다. Kazi za Mungu utatu hutokea bila kuonekanika kwa macho. 눈에 안 보이는 보좌의 능력이 임하는 겁니다. Uwezo wa Mungu huwa unashuka juu yetu bila kuonekanika kwa macho. 그래서 여러분이 예배하는 시간에 설레야 돼요. Kwa ninyi muda huwa ibada unapaswa kuwa na misisimko. 네, 그걸 못 찾으면 사실은 응답을 못 보는 겁니다. Msipopata kitu hicho hamtaweza kuona majibu. 예, 우리가 이게 이 찬양대가 찬양을 할 때는요, 어떤 시간입니까? Kwaya inaposifu huu ni muda wa namna gani? 네, 하늘 군대들이 동원되고요, 보좌에는 굉장한 일이 일어납니다. Jeshi la mbinguni linashiriki na kwenye kiti cha Mungu mambo ya ajabu makubwa huwa yanatokea. 또 여러분이 같이 찬송할 때는요, 하늘과 땅이 움직이는 놀라운 일이 사실은 일어납니다. Na pia tukisifu kwa pamoja mambo ya juu mbinguni na hapa duniani huwa yanatokea mambo ya kushangaza. 설레야 돼요. Lazima tuwe na 그게 msisimko. 제대로 된 찬양이에요. Hiyo ni sifa ambayo iko sawa. 장로님 대표기도 하실 때는 하나님 그 기도를 응답하시게 돼 있거든요. Wazee wa kanisa 그렇죠? wanapoomba ile maombi Mungu huwa anatujibu ile maombi, sio? 같이 설레는 마음으로 장로님 위해서 막 기도해야 돼요. Tuombe nyuma ya mzee wa kanisa anapoomba maombi wakilishi kwa mioyo yenye 여러분 보통 msisimko. 헌금 드릴 때 보면 그냥 많잖아요. Kuna watu wanatoa sadaka kama kitu cha kawaida. 삼경제가 회복되는 유일한 길입니다. Hiyo ni njia pekee kurejesha uchumi mtatu, kutoa sadaka. 저는 그거 깨닫고부터 경제 어려움 당한 적 없어요. Mimi tangu nilipogundua kitu hicho sijawahi kukutwa na magumu kiuchumi. 네, 가는 곳마다 전도운동이 났어요. Kila nilipokwenda harakati za uinjilisti zilitokea. 예배가 설레야 돼요. Ibada lazima iwe na msisimko kwangu. 결혼하는 사람들 보세요. 연애하는 사람들. 설레가지고 23날 하시다 하다가 3년 만에 되기도 싫다 하더라고요. 왜 그럴까요? Angalia waliofunga ndoa na ambao wapo kwenye mahusiano huwa wanawasiliana kwa msisimko, mara baada ya miaka mitatu wanasema hawataki hata kuonana. Kwa nini iko hivyo? 그 설레임이 지속이 안 된 거예요. Ule msisimko haujaendelea kwao, ndio maana. 왜 그렇습니까? Kwa nini iko hivyo? 없거나 못 찾은 거지. Ni aidha hakuna msisimko huo au hawajaupata. 그래서 뭐 할 수 없이 산다랍니까? Kwa wanaishi kujilazimisha tu. 그래서 뭐 전우회로 산다는 거예요. Wanaishi kwa mahusiano kama tu marafiki wa kawaida. 설렘이 없어. Hakuna msisimko. 예배에 설렘이 있어야 됩니다. Lazima kwenye ibada kuwepo na msisimko. 그리고 빈 시간에 말씀 붙잡고 오늘 하나님이 나에게 역사하실 것을 기다려야 돼요. Alafu muda unaobaki niweze kusubiri kwenye yale ambayo Mungu atakwenda kufanya kazi kwa maombi. 그래서 속으로는 이 교회들 다 예산이 없대. 어때 속으로 말 안 되는 소리. 그걸 축복을 못 받아서 그렇거든요. Kuna makanisa ambayo yanasema bajeti yetu haiko vizuri. Hizo ni sauti ambazo hazina maana, hazizungumziki. 사실은 경제를 모르는 거거든요. Kiukweli kuongea hivyo ni kutofahamu uchumi. 빛의 경제, 선교 경제, 렘넌트 경제를 모른단 말이에요. Juu yake ni kutojua uchumi wa nuru, uchumi wa misheni na uchumi wa remnant. 그래서 여러분들이 말이지 교회에게 헌금할 때 모든 교회들이 설레야 돼요. Mnapotoa sadaka kwenye kanisa yote lazima uwe na msisimko. 생각을 바꿔야 응답이 나는 거예요. Lazima mbadilishe mawazo, ndipo majibu yatawajia. 저 후진국의 어려운 나라에 있는 사람 렘넌트에게 부탁합니다. Ninaomba remnant ambao kwenye nchi masikini ambazo zinaendelea. 여러분은 생각을 달리 해야 돼요. Badilisheni mawazo yenu. 도움 받아야 되겠다가 아니고 우리는 어떤 5천 종족을 살려야 될 것이다. Msifikirie kwamba sisi tusaidiwe, bali fikirieni mtaokoa watu gani wa makabila 5,000. 사실은요, 5천 종족에 깜짝 놀랄 일들이 있어요. Kiukweli kwenye makabila 5,000 kuna mambo mengi ya kushangaza ya ajabu. 놀라운 자원들이 묻혀 있는 거예요. Kuna maliasili nyingi sana zimefichika huko. 얼마 전에 보니까 태양광을 활용하는 시대가 오는데 그 에너지가 90%가 아프리카에 있다. Siku kadhaa zilizopita niliona mionzi ya jua itakwenda kutumika na msimu huu unakuja, na 90% ya mionzi ya jua ya nguvu hizo inapatikana Afrika. 태국이 그 넓은 땅을 열차로 내가 몇 시간 달려봤거든요. 어마어마한 에너지들이 있는 거예요. Nilitembea kule Thailand kwa treni, ni ardhi pana lakini kuna energy na nguvu kubwa sana. 미국에서 사회가 그 소급 안 돼요. 미국은 세계 제일 부자 나라입니다. 그렇죠?
Raymond, ambao mnafanya huduma na kazi Marekani, msidanganyike, Marekani taifa tajiri kuliko yote duniani. 우리가 도움받아야 되겠다가 아닙니다. 우리가 누굴 도와야 될 것이냐. Msifikirie sisi tusaidiwe, sisi tunapaswa kumsaidia nani? Mfunguliwe macho yenu. 많은 교회들이 문 닫고 있습니다. Makanisa mengi yanafunga milango. 큰일 났죠? Ni hatari eh? 왜 그럴까요? Kwa nini iko hivyo? 오늘은 특별한 기도 제목을 하나 드리겠습니다. Leo nitawapa maombi listi ambayo ni maalum leo. 앞으로 목회자가 될 사람, Watu wakuja kuwa wachungaji kule mbele, 정치인이 될 사람, watu wakuja kuwa wanasiasa kule mbele, 아니면 법조인이나 교수가 될 사람, maprofesa au ambao watakuja kuwa wanasheria kule mbele, 막 의료인이 될 사람, watu ambao watahusika na madawa kule mbele, 그다음에 특별 전문인 될 사람들. na wale watu ambao ni special wataalamu ambao 이런 kule mbele. 사람들을 위해서는요, 교회 안에 초등학교 있어야 돼요. Lazima kwa ajili ya hawa watu kuwe na shule ya msingi kanisani. 제대로 가르치기. Lazima tuwape uchapaji sawasawa. 안 그러면 세계를 움직이지 못합니다. Vinginevyo hatutaweza kuendesha ulimwengu. 결국은 세상 심부름하고 갑니다. Mwisho siku utatumikishwa na ulimwengu, utakufa hivyo. 이것저것 하다가 말이죠. 그냥 뭐 목사는 해볼까 이러면 되겠습니까? Katikati ya kufanya hiki na kile, ngoja nijaribu na kuwa mchungaji, itafaa? 초등학교 때부터 키워야 돼요. Lazima mtu alelewe tangu shule ya msingi. 정치는 험난한 길입니다. 그렇죠? Njia ya wanasiasa ni njia ngumu, 그 죽음의 길이라고 보면 돼요. ni njia ya kifo. 초등학교 때부터 영적 힘을 안 기르면 못 이기는 거예요. Tusipokuzia nguvu za kiroho tangu akiwa shule za msingi, hawataweza kushinda hao. 예, 때마침 우리 교회에서 그걸 할 수 있는 사람이 생긴다면 진짜 기도하면서 해야 돼요. Wakipatikana watu kanisani wakaomba kweli mara baada ya ibada, wanapaswa kuomba kweli. 어떤 응답입니까? Majibu gani haya? 창세기 37장 1절에 11절을 깨닫게 만드는 그 배경이 어릴 때 생기다. Background ambayo inatokea ambayo mtu tangu akiwa mdogo itokee Mwanzo 37:1 mpaka 11. 베냐민은 괜찮습니다. 왜냐 어머니 얼굴을 본 적이 없어. Benjamin alikuwa anasema mama yake hajawahi kumuona hata uso wake. 문제된 것은 어머니는 없는 줄 원래 없는지 맞는 줄 알아. Kwa hiyo mama yake kutokuwepo anadhani ni kutokuwepo ni sawa hii. 어릴 때 요셉은 어머니가 갑자기 돌아가셨단 말이에요. Lakini mama yake na Yusufu anafariki, Yusufu akiwa mdogo 상처가 된 거예요. akapata majeraha. 이걸 어떻게 이기냐는 겁니다. Nawezaje kushinda kitu hicho? 요셉이 어릴 때부터 하나님의 축복으로 기도를 가르치고 배운 거예요. Ndio maana tangu dogo alifundishwa maombi na baraka za Mungu. 세계를 바꿨습니다. Akabadilisha ulimwengu. 여러분 아시다시피 애굽에 이스라엘이 노예가 돼 있었단 말이죠. Kama mnafahamu, Israeli ilichukuliwa utumwani kule Misri. 지금 현재 어른들은 이길 힘이 없어요. Sasa hivi watu wazima walikuwa wana nguvu za kushinda. 하나님께서는 유치원생을 애굽 왕궁에 집어넣은 거예요. Mungu akampeleka kwenye ikulu ya Wamisri mtoto wa chekechea. 복음과 기도를 확실하게 가르쳐서 집어넣은 거예요. Akafundishwa vizuri injili na maombi, akapelekwa kule ikulu. 무슨 일이 났는지 여러분 아시지 않습니까? Nye, si mnafahamu jambo gani lilitokea kule? 14대 14명의 지도자가 바뀌는 순간에도 이스라엘은 블레셋에게 계속 고난다. Ingawa vizazi 14 na viongozi 14 walibadilika, bado Waisraeli walisumbuliwa na Wafilisti. 장군 가족은 안 돼요. Kwa majemedari haiwezekaniki. 군인 가족은 안 된다니까. Maanake nini? Kwa maaskari haiwezekaniki. 하나님께서 이제 갓 태어난 그 사무엘에게 능력을 주신 거예요. Mungu alimpatikizia Samueli uweza ambaye alikuwa amezaliwa kama mtoto mchanga. 그걸 가르쳐야 돼요. Lazima tufundishe vitu hivyo. 다윗이 어릴 때 양지키면서 벌써 기도를 배우고 찬양하고 모든 글을 쓰고 다 한 거예요. Daudi tangu alipokuwa mdogo alijifunza maombi, sifa na aliandika zaburi tangu alipokuwa mdogo. Inapaswa kuwa hivyo. 다윗에게 일어난 거는 당연한 역사입니다. Ndio maana kazi ambazo zilitokea kwa Daudi zilikuwa zina budi bali kutokea. 옛날에 뭐 정치인들 뭘 잘 몰라가지고 말이죠. 애 잡기 나라고 매일 가르쳐 놓고 지금은 이제 안 놓습니다. Zamani wanasiasa hawakujua, wakawaambia watu wazee watoto kidogo wachache, na siku hizi watu hawazai kweli. 당연한 결과죠. Ni matokeo ambayo yalikuwa na bali kutokea. 우리가 뭐 애 낳았습니까? 초등학교 교직에도 붙이나요?
Sisi wakati tupo shule ya msingi walibandika pale madarasani kwamba watusize 얼마든지 watoto. 얘기해줘. 우리가 초등학교들도 학교 가면 붙여놓습니다. 아들, 딸 구별 말고 둘만 잘 믿어줘요. 많이 낳지 말아요. Walikuwa wanawaambia kina mama na wanabandika kwenye kuta za shule za msingi kwamba haijalishi wa kike wa kiume, msizee watoto zaidi ya wawili, 그런 식으로 가르쳐놨으니까 당연히 이 꼴이 옵니다. kwa sababu walifundisha hivyo. Matokeo haya hayana budi bali kutokea. 하나님 계획이 있습니다. 다민족 시대 열어야 되니까. Mapenzi ya Mungu yapo, tunapaswa kufungua msimu wa mataifa mbalimbali 어릴 때. tangu wanapokuwa wadogo. 어릴 때 각인 못 시키면 세계를 움직이지 못한다 이게. Tusipoweka uchapaji kwa watoto tangu wanapokuwa wadogo, hatuwezi kuendesha ulimwengu. 그래서 바울이 회당으로 찾아갔어요. Ndio maana kumbe Paulo aliingia kwenye masinagogi. 꼭 기억해야 됩니다. Lazima mkumbuke kitu hichi. 자, 그러면 무엇을 가르쳐줘야 되고 무엇을 우리는 누리고 가르쳐야 됩니다. Kama ndivyo basi, tuwafundishe kitu gani, tufurahie kitu gani na kuwafundisha hao kitu gani? 하나님이 애굽에서 나올 때 이런 말씀하셨잖아요. Wakati wanatoka Misri, Mungu aliwaambia hivi: 너희는 모든 정성, 마음, 힘 모든 것을 다 합쳐서 여호와를 사랑해. mpendeni Bwana wenu kwa nguvu zenu zote, kwa akili zenu zote na kwa mioyo yenu yote. 지금까지 있었던 놀라운 역사를 자녀들에게 가르치라. Fundisheni watoto wenu historia za ajabu ambazo zimetokea mpaka sasa ambazo mmeziona. 그냥이 아닙니다. Msifanye tu kirahisi. 이마에, 손목에 붙여. Bandikeni kwenye vipaji vilivyo sawa na kwenye viganja vya mikono ili waweze kuangalia. 이마에 붙이면 서로 보잖아요. Ukiweka kwenye kipaji cha uso, watu watakutana, wataangaliana. Mpaka kwenye ukuta, 기둥에도 붙여. hata kwenye nguzo wekeni, 땅바닥에도 붙이라. hata sakafuni wekeni. 뭔 말이? Maana yake ni nini? 어릴 때 각인시켜라. Wekeni uchapaji tangu wanapokuwa watoto wadogo hawa. 여러분요, 상상 못할 일이 벌어집니다. Wakati ule mambo ya ajabu yanatokea. 자, 우리는 뭘 누리고 가르쳐야 되겠냐? Sisi leo tufurahie nini na kufundisha nini? 첫째입니다. Kitu cha kwanza, 세 가지 꼭 해야 되는데 첫째입니다. lazima kufanya vitatu. Hiki cha kwanza, 어릴 때 영적으로 각인시켜 치유하는 흑암을 치유하는 걸 각인시켜라. lazima kuweka uchapaji tangu wanapokuwa wadogo wa uponyaji wa injili ukaweza kushinda mamlaka ya giza. 그래서 앞으로 훌륭한 일을 해야 될, 큰 일을 해야 될 렘넌트는 아예 그냥 태영아부터 해서 훈련받고 제일 중요한 게 초등학교입니다. 초등학교부터 벌써 복음과 기도의 능력을 심으라. Ili wale ambao wanakwenda kufanya mambo makubwa kule mbele ya tangu wakiwa wadogo, sasa shule ya msingi tuwafundishe injili na maombi na uwezo wake tangu wanapokuwa wadogo. 이거는 태어날 때부터 오는 거기 때문에 반드시 해야 돼요. Sema mambo yanatokea tangu mtu anapozaliwa, lazima tuwafanyie hivyo. 에덴 동산에서 마귀가 하와를 유혹하고 아담을 무너뜨렸습니다. 그렇죠? Kwenye bustani ya Edeni, Ibilisi anamdanganya Hawa na anamwangusha Adamu pia. 노아 홍수 시대는 네피림 시대가 왔어요. Msimu wa gharika wa Nuhu, msimu wa Nephilim unatokea. 그러고 하나님 안 믿어도 되는 인간들이 힘을 합치면서 바벨탑 무너지는 시대가 왔다. Alafu akatokea watu ambao wanasema watu wasipomwamini Mungu hakuna shida, wakajenga mnara wa Babeli, msimu wa kuanguka. 계속되고 있습니다. Haya mambo yanaendelea hata sasa. 우리의 후대들은 거기에서 살아야 됩니다. Vizazi vyetu vijavyo vinapaswa kwenda kuishi huko ndani. 그래서 영적인 걸 각인시켜야 돼요. Lazima tuweke uchapaji vitu vya kiroho kwao na kuwaletea uponyaji. 누가 가르치지도 않았는데 우상 숭배로 갑니다. Hakuna mtu ambaye anafunza, lakini wanakwenda kuabudu sanamu. 뭘 만들어 놓고 잘합니다. Wataweza vitu wanaviabudu. 하나님 말씀은 안 믿어도 귀신 들린 자 찾아가서 그만을 믿습니다. Ingawa la Mungu la mimi, lakini wanaenda kuamini watu ambao wameingiwa na pepo. 결국은 내 마음대로 사는 줄 알았더니 그게 아니고 마귀 자녀로 묶여 살아. Wanadhani wanaishi kwa mawazo yao, lakini wanaishi wakiwa wamefungwa kama watoto wa Ibilisi. 당연합니다. 영적 문제 옵니다. Matatizo ya kiroho ni kawaida, lazima yawakute hawa. 조금 있으면 육신 문제도 옵니다. Na mara baada ya muda matatizo ya kimwili yanatokea. 알고 봤더니 후대에게도 갑니다. Ukigundua unagundua yanakwenda mpaka kizazi chao kinachofuata, si ndio? 그거로 끝난 거 아니에요. Hayaishi hapo. 아예 배경이 따로 있어. Background yao ipo pembeni kabisa, tofauti. 구원받다 말은 어마어마한 말이거든요. 배경이 달라요. Kupata wokovu ni jambo kubwa sana. Background yetu ni tofauti. 사람 죽을 때 안 봤습니까? Haujai kuona watu wanapokufa wewe? 죽을 때 거짓말 못해요. Huwezi kuongea uongo wakati wa kufa. 그냥 보이는 대로 얘기한다니까요. Watu wanaongea kama wanavyoona. 이 구원 못 받은 사람 똑같은 말합니다. 무서워. Ambao hawajapata wokovu wanaongea kama wanavyoona, wanaogopa. 지옥 가야 되니까. Sababu wanaenda jehanamu hawa. 구원 마귀가 와서 또 가니까. 얼마나 무서워. Ibilisi anakuja kuwachukua, wanaogopa namna gani? 심지어 그 사람 막 이를 알고요. 무서워.
wengine wanasaga meno, wanaogopa. 배경이 달라요. Background ni ya tofauti. 구원받은 사람들 죽을 때 다른 게나 찬송해달라. Waliopata wokovu wanadai kuimba 다릅니다. sifa na tenzi, ni tofauti. 이 어마어마한 흑암의 그게 가문으로 가정으로 들어와. Mamlaka ya giza inapitia kwenye koo zetu, inafika mpaka kwenye familia zetu. 그래서 태영아, 유아유치 초등까지는요 영원히 가는 기초를 깔아줘. Lazima tuweke misingi baada kwenda hata milele, tangu watoto kabla hawajazaliwa, wanapokuwa chekechea na shule za msingi. 서울에서 교회에서 초등학교 있습니다. 근데 여기서 부산에서 만들다길래 정말로 좀 우리 억지로 만들려고 하면 안 되는데 그런 인물이 교사들이 일어나기 시작해요. Kanisa la Emmanuel Soul tayari kuna shule ya msingi, na ningelazimisha hapa pia Busani shule ya msingi tokea ingekuwa ni ngumu, lakini kuna walimu tayari wamegundua uhitaji wake. 초등학교 때까지 바꿀 수 없는 기초가 생겨요. Kuna misingi ambayo inatokea mpaka shule ya msingi ambayo haiwezi kubadilika kule mbele. 그래서 어른이 될 때까지 기도를 할 수가 없어요. Ndio maana mtu anakosa kumwomba Mungu mpaka anapokuja kuwa mtu mzima. 심각하죠. Ni jambo la hatari. 내 영적인 상태가 황폐해져 있기 때문에 기도 못 해요. Kwa sababu hali ya kiroho ya mtu imetawanyika, hawezi kumwomba Mungu. 겨우 해봤자 프로그램 기도. 그건 되면 산에 가서 주여 삼창합시다. 이건 돼요. 그런데 기도를 실제로 못 해. Hata akiomba ni kuomba kujilazimisha tu maombi ya program watenda mlimani, tuite Bwana mara tatu, kiuhalisia mtu hawezi kuomba. 영적 한계가 와요. Na anakutwa na vikwazo kiroho. 공부는 잘 했는데 영적인 거는 약해져. Alikuwa na akili darasa, lakini kiroho ni dhaifu huyu. 확실합니다. Ni uhakika. 어떻게 해야 되죠? Tufanyeje? 그러니까 어떤 사람은요. 공부 그렇게 잘하는 사람이 영적인 힘이 없어요. Kuna mwingine alikuwa na akili sana, lakini nguvu za kiroho zikamwishia. 뭐라고 말했는지 압니다. Unajua nini kinazungumzwa? 내가 제일 하고 싶은 거 죽는 거다. Wao wanasema kitu ambacho nataka zaidi kufanya ni bora nife tu, kufa. 우리 자녀들이 그렇게 된다 이 말이에요. Watoto wetu pia wanaweza kuja kuwa hivyo siku moja. 교회 다녀도 소용없습니다. Hata kama tunaenda kanisani inakuwa haina maana. 교회 다녀도 아이고 말이지 베드로 사도가 말이요. 고넬료 집에 식사했는데 이런 실수를 해도 되겠냐? 이런 식이요. Ingawa tunakuja kanisani anaanza kulalamika, huyu Petro anawezaje kwenda kwa mataifa kwa kununuliwa kala chakula, na yeye alikuwa ni mtume? 베드로 보고 그랬겠죠. 뭐 교회 분위기가 그래요. Wanaangalia Petro, anasema hali ya kanisa ilikuwa hivyo. 그런 소리는 절대 하지 마세요. Kama msiongee maneno ya namna hiyo. 아무리 나쁜 사람이 모이는데도 교회는 하나님의 교회예요. Hata kama ni watu wabaya namna gani wakija kanisani, kanisa ni la Mungu. 그거 모르면 안 돼. 아무리 못난 사람이 와 있어도 그 교회는 하나님의 교회예요. Usipojua kitu haifai. Hata kama mtu ni dhaifu namna gani akija kanisani, hilo ni kanisa. 그렇다면 그런 사람도 와야죠. Basi kama ni hivyo, watu wana hiyo waje kwenye kanisa. 왜 교회 다면 소용이 없는 게 예수님 말씀이요. 사단이 네 안에 집을 짓고 있어. Kutohitaji jengo la kanisa. Yesu alisema tayari shetani amejenga nyumba ndani yako. 고린도후서 4장 4절 5절 아예 요새를 지어놓고 있어. Wakorintho wa pili 4:5 amejenga ngome ndani yako tayari. 기도도 안 되고 신앙생활이 안 돼. Maombi hayawezekaniki, maisha ya kimani hayawezekaniki. 세상 마귀를 세상 신으로 세상 임금으로 섬기고 있어. Watu wanamwabudu shetani kama mfalme wa huu ulimwengu, ibilisi. 치유해야 됩니다. Lazima tulete uponyaji katika umri mdogo. 두 번째입니다. Kitu cha pili, 어릴 때 여러분이 먼저 누려와 줘야 될 게 뭐냐? mnapokuwa wadogo, mambo ya kufurahia na kufundisha hawa ni nini? 영적인 힘을 심어. Kuwapandikizia nguvu za kiroho. 그렇죠? Si ndio? 영적인 걸 전혀 모르니까 실제로 아무 힘이 없는 거야. Kwa sababu watu hawajui vitu vya kiroho, kiuhalisia hakuna nguvu zozote. 뭐가 없냐면요. 십자가의 도가 멸망받을 자들에게는 미련하게 보인다. Hakuna kitu gani anasema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi. 여러분이 이제 앉아 있는 게 미련하게 보여요. Ninyi kukaa hapa mnaonekana ni jambo la kipuuzi 망할 사람에게. kwa wale wanaoangamia. 복음이 우습게 보여. Wanaona ni kama jambo la kuchekesha, haina thamani yoyote. 거기 이제 망할 자기 사단의 자녀란 말. Watoto wa ibilisi ambao wanakwenda kuangamia wanaona hivyo. 이런 속에 우리 아이들 가야 됩니다.
lazima watoto wetu waende ndani ya hayo mambo. 19절에 뭐라고 되어 있습니까? Mstari wa 19 anasema 기록된 바. kama 그 ilivyoandikwa, 말은 증거 있다 이 말이에요. maana ni ushuhuda upo. 하나님이 지혜 있는 자를 멸하고 총명한 자를 폐하지 않았냐. Mungu anasema nitaiharibu hekima yao wenye 증거된 hekima. 겁니다 지금. Anasema hivyo, sasa kuna ushuhuda. 지금까지 역사적으로 볼 때 지혜 있다고 한 사람이 문제가 되지 않았냐. Je, sasa hivi kihistoria wale wote ambao tulidhani wana hekima, je, hawajawa shida? 20절에 지혜자가 누구냐. Mstari wa 20 anasema ni yuwapi mwenye hekima? 이거는요, 저 같은 사람이 물으면 별 의미가 없지만 바울은 많이 배운 사람입니다. 바울이 물었어요. 지혜자가 누구냐? Mtu kama nikiuliza ina maana, lakini Paulo alikuwa na hekima nyingi, aliuliza yuwapi mwenye hekima? 선비가 누구냐? Yuwapi mwandishi? 말 잘하는 변사가 누구냐? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? 하나님이 이 세상 지혜를 미련하게 하신 거 아니냐? Je, Mungu akuifanya hekima ya dunia hii kuwa upumbavu? 모르냐? Je, 지금 hamjui? 있는 거예요. Hamjui? 이걸요, 우리 렘넌트 알아야 되는 거예요. Lazima remnant wetu wafahamu kitu hichi. 단순하게 믿음이 아니란 말이에요. Sio imani ya kirahisi kama unavyofikiria. 하나님이 자기 지혜로 하나님을 알 수 있느냐? Je, unaweza kumfahamu Mungu kwa hekima zako wewe mwenyewe? 그게 21절이잖아요. Mstari wa 21. 그래서 너희들이 볼 때 미련하게 보이지 전도에 미련한 것으로 구원하시기로 하셨느니라. Ndio maana ninyi mnadhani kama kitu cha kipumbavu, lakini Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi 일단 우리 wa lile neno alilohubiriwa. 렘넌트가 어릴 때부터 이 치유를 빨리 안 하지만 절대 안 됩니다. 나중에 문제 와요. 그러고는 이제 이게 힘이 뭔가를 가르쳐야 돼요. Tusipopatia uponyaji huu na sasa hivi, kule mbele itakuwa ni lazima tuwapandikizie kitu hichi sasa hivi kwa nguvu. 실제 힘이 없습니다. 결과가 어떻게 되는지도 모르니까요. Hawana nguvu kiuhalisia na hata wajui matokeo gani na kuja kutokea. 21절에 자기 지혜를 하나님 모를 뿐만 아니라 22절은 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 구하지만 우리는 그리스도에 못 박힌 이 예수 그리스도를 우리는 믿는 것이다. Mstari wa 21 kwamba hawezi kumjua Mungu kwa akili zao. Wayahudi wanataka ishara, Wayunani wanataka hekima, lakini sisi tunamwamini Kristo aliyesulubiwa. 그래서 22절에 구원은 지금 하나님의 능력이기 때문입니다. Anasema mstari wa 22, wokovu unakuwa ni uwezo wa Mungu. 그러면서 이 참된 능력을 지금 설명하기 시작합니다. Anaanza kuelezea uwezo wa kweli hapa. 23절에 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 믿는데 유대인에게는 끄리낌이 될 것이다. Mstari wa 23 anasema sisi tunamhubiri Kristo kwa Wayahudi, lakini kwa Wayahudi ni kikwazo. 헬라인에게는 어떻게 보일 것이다. Kwa Wayunani ni upuzi anasema. 그럼 뭐라 했습니까? Alafu anasemaje? 그런데 구원받은 자에게는 하나님의 능력이 됩니다. Lakini kwa wanaopata wokovu kwao ni uwezo wa Mungu. 이걸 가르쳐야 돼요. Lazima tuwafundishe kitu hicho. 그러고 뭐라고 되어 있습니까? Alafu anasemaje? 하나님의 미련한 것과 사람의 지혜하고 어느 것이 낫겠냐? Kitu gani ni bora, hekima ya mwanadamu au upumbavu wa Mungu? 사람의 최고의 수준과 하나님의 가장 기초하고 어느 게 낫겠냐? Kiwango cha juu kabisa cha mwanadamu na kiwango cha msingi kabisa cha chini cha Mungu, kipi ni bora? 그런 질문인 거예요. Aliuliza swali hili. 이게 우리 후대들이 어느 축복 속에 있어야 되는가 능력을 가르쳐야 돼요. Lazima tufundishe ndio kinachokuja, baraka na uwezo huu unapaswa kuwa wapi? 그런데 하나님이 왜 당신 같은 사람들을 문벌이 없고 지혜도 없는 사람을 불렀을까? Lakini Mungu ameita watu kama ninyi ambao hamna hata vyeo, hamna hata hekima. 그런데 이상하게도 미련한 자를 불러서 지혜 있는 자를 부끄럽게 하지 않았냐? Lakini cha ajabu anasema, je, Mungu hakuchagua mambo mapumbavu kuabisha yenye hekima? 선한 자를 불러서 존귀하다고 말하는 사람들을 부끄럽게 하지 않았냐? Je, Mungu hakuchagua vitu ambavyo ni dhaifu aviabishe vyenye nguvu? 왜 너희를 부르겠냐? Kwa nini Mungu amewaita ninyi? 이 얘기를 지금 고백하는 겁니다. Anakiri kitu hichi. 그래서 아무 육체도 인간을 구원할 수 없어. Ndio anasema hakuna mwili ambao utamwokoa mwanadamu. 너 스스로도 구원할 수 없어. Hata binafsi yako huwezi kujiokoa wewe mwenyewe. 그래서 하나님이 십자가에 그리스도를 못 받고 우리를 구원하시는 거예요. Ndio maana Mungu aliruhusu Kristo asulubiwe msalabani ili aweze kutuokoa sisi. 아무도 자랑할 것이 없다. Hakuna jambo lolote la kujivuna sisi. 자랑하는 것은 단지
주 안에서 자랑할 것밖에 없다. Kama kipo cha kujivunia, basi tujivunie ndani na katika Bwana. 이게요, 진정한 능력입니다. 이걸 가르쳐야 돼요. Huu ni uwezo wa kweli, tuwafundishe vitu 뭘? hivi. 세상을 너기 이길 수 있어야 돼요. Lazima uweze kuushinda ulimwengu. 안 속아 있나? 그게 능력이요. Kutodanganyika ndio uwezo wenyewe. 예, 이 사기친 놈 나쁜 놈이지만 사기 당한 놈도 좀 나쁜 놈들이에요. 그렇죠? Anayedanganya ni mbaya na anayedanganywa ni mbaya zaidi. 왜 당합니까? Kwa nini mtu anadanganyika? 이익볼 하다 당하는 거예요. Anadanganyika kwa sababu anadhani atapata faida fulani, ndio maana anadanganywa. 우리데 말가 이건 어마어마한 거데 듣지도 않습니다. Kuna mtu ananiambia na hili jambo ni kubwa sana, lina kitu kubwa, hata kumsikiliza asimsikilize. 어마어마한 거 다른 사람들 거. Kama ni kubwa, lina vitu vingi, mpe mtu mwingine. 막 이제 잘 안 와요. 오만하나 다 옵니다. Mara baada ya hapo hawaji, wanaleta mambo ya kila aina. 필요 없어요. Sihitaji. 그러니까 제일 큰 능력이 뭐냐? 안 속는 거라니까. Uwezo mkubwa kuliko wote ni upi? Ni kutodanganyika. 2부 예배도 답이 나옵니다만 오니까 진짜 영적인 능력이 뭐냐를 알게. Hata baada ya pili tupata majibu, lazima tufahamu uwezo wa kiroho ni nini kweli. 그러니까 문제 와도 두렵지 않아요. 왜냐 아니까. Hata matatizo yakija siogopi. Kwa nini? Kwa sababu najua. 세 번째입니다. Kitu cha tatu, 영적인 사명을 심어줘야 돼. lazima tupandikizie mission ya kiroho. 이 능력은 뿌리 내려야 되지만 이 사명은 체질돼야 돼. Uwezo uweke mizizi, lakini mission iweze kuweka tabia. 뭘 말입니까? Kitu gani? Maana yake nini? 어떤 사명입니까? Mission gani hii? 제일 낮은 데로 갔는데 하나님은 제일 높은 곳으로 인도해. Alienda katika sehemu ya chini kabisa, Mungu akamhamisha kama sehemu ya juu kabisa. 노예로 간 요셉은 하나님께서는 총리로 이끌어내. Yusufu alikwenda utumwani, Mungu akamuinua mpaka kuwa waziri mkuu. 입양하러 간 모세를 하나님은 세계 지도자로 끌어내. Musa ambaye alichukuliwa kwenye familia ambayo sio kwake, Mungu akamuinua kama kiongozi wa ulimwengu. 이걸 알려줘야 돼. Lazima tuwajulishe kitu hichi. 이해할 수가 없지. Huwezi kuelewa. 어릴 때 부모 품을 떠난 사무엘은요, 세계를 움직이는 지도자로 만들어. Samuel ambaye aliondoka kwa wazazi wake tangu akiwa mdogo, akafanywa kwa kiongozi ambaye aliuendesha ulimwengu. 목동으로 있던 사람을 왕으로 해요. Daudi ambaye alikuwa ni mchungaji wa kondoo akawa mfalme. 제일 낮은 곳에서 제일 높은 곳. Kutoka sehemu ya chini kabisa mpaka sehemu ya juu 이게 kabisa. 진짜 삶이 힘입니다. Hiyo ndio nguvu ya mission kweli. 이걸 가르치고요. Tuwafundishe vitu hivyo. 포로대 갔는데 포로해 간 나라 임금을 가르치시. Walichukuliwa mateka, lakini wakaenda kuwafundisha wafalme ambao waliwachukua mateka. 이게 복음의 능력입니다. Huo ni uwezo wa Injili. 250년 동안에 10명의 황제가 기독교인을 무참하게 죽였어요. Miaka 250 wafalme 10 walitesa kanisa na kuliua kanisa la kwanza. 로마입니다. Rumi hawa. 그런데 이해 못할 일이 벌어요. Lakini jambo ambalo hawakuelewa likatokea. 250년 동안 그랬다니까요. Miaka 250 walifanya hivyo. 거의 다 기독교로 바뀌었어요. Wote wakabadilika wakawa ni Wakristo. 원래 정치인들은요, 별 힘 없습니다. 표. Tangu zamani wanasiasa hawana nguvu, wanaangalia kura tu. 아니 기독교를 국교로 선언할 수밖에 없는 상황이 왔는데 어떡합니까? Hali ikatokea ambayo haina budi bali kutangaza Ukristo kama dini ya taifa. Utafanyaje wewe? 아무도 막지 못. Hakuna yeyote wa kuzuia. 여러분이 어린 아이 한 명, 특히 다면적 아이에게 복음을 바로 심은 것은 무슨 일이 날지 몰라요. Ninyi kupandikiza Injili kwa mtoto mmoja hasa kutoka taifa jingine, hamjui jambo gani litatokea kupitia yeye. 거기다 설렘이 있어야 돼요. Lazima uwe na msisimko hapo. 설렘이 없는 건 응답 없어요. Kama huna msisimko hilo leo, huwezi pata majibu. 오늘 어떤 말씀을 하나님? Leo Mungu 있어야 돼요. atanipa neno gani? Niwe na msisimko, nisubiri. 이번 주간에는 어떤 축복을 주실까? Wiki hii Mungu atanipa baraka gani mimi? 그렇죠. 확실하니까. Kwa sababu ni uhakika atanipa. 거기 있어야 돼요. Lazima niwe na kitu hicho. 예수 그리스도께서 40일 동안에 진짜로 설리는 어마어마한 걸 줬어요. Yesu kwa siku 40 aliwapa kitu kikubwa sana chenye msisimko kweli. 성삼위 하나님께서 너희에게 보호자의 망대가 되겠다. Mungu utatu atakuwa ngome yenu ya kiti chake cha enzi. 지금부터 그 능력으로 보호자의 여정을 가라. Kwa sasa nendeni kwa uwezo huo safari ya kiti chake cha enzi.
더 놀라운 Cha ajabu 가는 zaidi, 곳마다 보호자의 이정표를 세울 것이다. kila mtakapokwenda atawaimarishia mbao za mwelekeo za kiti cha enzi cha Mungu. 거기에 정인이 되려 Muwe mashahidi wa hivyo vitu. 설레야 돼요. Lazima muwe na msisimko. 지금 전국에서 메시지 듣고 있는 목사님들요, 어딘가에 절대 망대를 준비해 놓고 있어요. Sasa hivi wachungaji wote wanasema message hii kwa video ndani ya nchi na ulimwengu wote watakuwa wanajenga ngome mahali fulani. 설레야 돼요. Lazima muwe na msisimko. 아, 어디에 있을까? Mtakuwa wapi? Itakuwa wapi? 그거 없는 것은 전도 아닙니다. Kama huna kitu hicho huwezi fanya uinjilisti. 바울이 그에 대한 답을 가장 많이 얻었던 사람이에요. Paulo ni mtu ambaye alipata majibu zaidi kuliko wengine wote kwenye hili eneo, si ndio? 그래서 바울이 이 모든 지식을 다 내려놨어요. Ndio maana Paulo aliweka chini maarifa yake yote. 모든 자랑하던 거 다 내려놨어요. Aliyojivunia yote aliyaweka chini, aliachia. 그리고 그리스도 만난 거를 가는 곳마다 얘기해요. Alafu akamwelezea Kristo alikutana naye kila sehemu alipokwenda. 더 중요한 거는 Cha muhimu zaidi, 40일 동안 가르칠 그 자리에 바울은 없었습니다. Paulo hakuwepo kwenye ile siku 40 ambazo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. 그러나 바울은 그걸 증거했어요. Lakini Paulo alithibitisha kitu hicho, alihubiri. 담대히 하나님 나라에 대해 설명해요. Alielezea juu ya ufalme wa Mungu kwa uhodari kabisa. 여러분의 인생 끝에 남는 게 뭘까요? Kitu gani ambacho kitabaki kule mwishoni kwenye maisha yenu? Nini kitabaki kwenye mwisho wa maisha yenu? 여러분 이제 하나님 부르면 어떻게 될까요? Mungu akiwaita, nini kitatokea kwenu? 그거 뭐 집에 아끼놨던 한 소용없어. 그 갖고 가면 안 돼. 가야 돼. Vyote ambavyo umevibania nyumbani kwako huwezi kuondoka navyo, utaviacha vyote. 뭐 아낀다고 헌금도 안 하고 모아놓은 돈 그거 다 필요 없어. 가지고 없어. Pesa ambazo umezishikilia mahali ambazo hata hautoi sadaka, hautazichukua, utaziacha, utaenda. 남는 게 없어요. Hamna ambacho kitabaki. 그런데 데살로니가 전서 2장 19절에 남는 걸 얘기했어요. Lakini Wathesalonike wa kwanza 2:19 inaeleza nini kitakachobaki. 우리가 하나님 앞에 갔을 때 멸류관이 뭐냐? Tutapokwenda mbele za Mungu, taji itakuwa ni nini? 그게 너희들이다. Hiyo ndio ninyi, si ndio? 만약에 여러분 영원한 세계로 갔는데 천국 갔는데 여러분이 전도한 생명 하나도 없다. 어떻게 되겠어요? Kama mtakwenda kwenye ufalme wa Mungu wa milele kule mbinguni, hamjafanya uinjilishaji hata mmoja, nini kitatokea? 우리의 남는 거는 영원한 것인데 그것밖에 없어요. Kinachobaki kwetu sisi ni cha milele, na milele hakuna zaidi ya hicho. 그래서 결단 내리셔야 됩니다. Kwa lazima tufanye maamuzi. 렘넌트 7명에게 고난 오기도 했습니다. Remnant 7 walikutwa na mateso, 고난 아닙니다. lakini haikuwa mateso kwao. 렘넌트 7명에 좋은 일도 많았어요. Remnant 7 walikuwa na mambo mazuri pia, 응답 아닙니다. lakini haikuwa majibu kwao. 과정입니다. Zilikuwa ni hatua tu. 렘넌트 7명에 무슨 일이 벌어졌을까요? Kwa Remnant 7 mambo gani yalitokea kwao? 하나님의 말씀이 성취된 겁니다. Neno la Mungu lilitimilika kwao. 드디어 세계 복음화가 이루어진 겁니다. Mwishoni uinjilishaji wa dunia ukatokea. 이보다 더 큰 축복은 이거 그냥 맞다는 것은 대단한 거예요. Hakuna baraka zaidi ya hii. Kama hichi kitu kina mechi na mimi, basi mimi nakuwa hodari. 그래서 안 맞기 때문에 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 항상 함께하겠다. Kwa sababu haimechi na mimi, ndio maana amesema atakuwa na mimi kwa uwezo wote mbinguni na duniani. 그래서 보좌의 능력을 쓰는 거예요. Ndio maana akaelezea uwezo wa kiti cha enzi cha Mungu. 오늘 종일 기도하시는 중에 정말로 받을 응답을 놓고요. 설레이는 마음으로 하나님 앞에 간절히 Leo katikati ya kuomba siku nzima muombe kwa mioyo ya msisimko kwa majibu ambayo mtakwenda kuyapata mbele za Mungu. 사람이 충격받는 순간 죽을 수도 있어요. Mwanadamu akipata mshtuko fulani hata anaweza kufa, si ndio? 반대말로 성령 충만 받는 순간 치유되는 역사입니다. Kinyume chake, akipata ujazo wa Roho Mtakatifu anaweza kupata uponyaji. 성령의 역사가 여러분 산업체의 학업에 나타난다면 어떻게 되겠어요? Kazi ya Roho Mtakatifu zikitokea kwenye maeneo ya biashara zenu na masomo yenu, nini kinatokea? 지금 무슨 일이 벌어지고 있습니다. Sasa hivi jambo gani linatokea? 마가다락방에 났더니 그대로 선치되고 있습니다. Mambo yaliyotokea orofani kwa Marko yanatokea hapa kama yalivyotokea kule. 오늘 중요한 힘을 얻는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Yesu Kristo leo siku ya kupata nguvu za muhimu sana. 기도하겠습니다. 두번째. 하나님께 감사를 드립니다. Mungu 오늘이 ninakushukuru. 바로 그 날이 되게 하옵시다. Ruhusu Mungu leo iwe ile siku.
새 은혜의 날이 되게 하시니 Ruhusu Mungu iwe siku ya neema mpya, 흑암이 꺾이는 날이 되게 하고 iwe siku ya kuvunja mamlaka ya giza, 모든 질병이 꺾이는 날이 되게 하시니 iwe siku ya kuvunja magonjwa yote na kupona, 모든 인간의 모든 악함이 꺾이는 시간이 되게 uwe 해주옵소서. muda wa kuvunja maovu yote ya wanadamu wote. 치유되는 시간이 되게 해주옵소서. Ruhusu kwa muda wa kupata uponyaji. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika Amen. jina la Yesu Kristo, amina.